Taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya kesi ya uhaini ya Tundu Lissu kukatizwa ghafla na Tundu Lissu kurushwa rumande. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, nikiwa ni mgeni hapa na ikiwa wewe ni mara ya kwanza kufika hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu imeahirishwa tena Jumatano hii baada ya familia ya Mahakama Kuu Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam kufikwa na msiba. Hatua hii ilisitisha shughuli zote za usikilizwaji wa mashauri kwa muda, huku mahakama ikipanga kuendelea na vikao siku ya Alhamisi. Awali, kabla ya tangazo la kuahirishwa, Lissu alikuwa ameendelea kumhoji shahidi wa pili wa upande wa Jamhuri, na katika hatua ya muhimu ya kesi hiyo ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa makini na wananchi pamoja na wadau wa haki. Mchakato huu ulivurugika muda mfupi baada ya kikao kuanza, na jambo hili limezua hisia tofauti miongoni mwa waliokuwepo mahakamani. Mara baada ya kuingia katika chumba namba 1 cha Mahakama Kuu, Lissu alisikia akiuliza kwa utani wa kisiasa, lakini ulibeba ujumbe mzito kuhusu hatima ya balozi wa Tanzania nchini Malawi na Cuba Humphrey Polepole, ambaye amekuwa kimya kwa muda mrefu bila taarifa za wazi kuhusu alipo. Kauli hii, ingawa haikutolewa rasmi kama hoja ya kesi, ilivuta macho na masikio ya waliokuwepo, ikibadili kabisa hali ya ukumbi huo wa mahakama. Swali hilo lililobebwa kwa maneno mafupi lilizua gumzo kubwa, kwani limekuja wakati ambapo mitandao ya kijamii imejaa mijadala kuhusu kutoweka kwa Polepole. Wananchi wengi wamekuwa wakitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu alipo na hali yake ya sasa, hasa ikizingatiwa historia yake ndefu katika uongozi wa kisiasa na nafasi alizowahi kushika serikalini. Humphrey Polepole, ambaye aliwahi kuwa mbunge pia msemaji wa serikali, amekuwa kimya kwa muda mrefu, na ni jambo lililowafanya wengi kuingiwa na mashaka. Kauli ya Lissu mahakamani imechukuliwa kama ishara ya kuonyesha wasiwasi wake kuhusu wazi wa vyombo vya dola na ulinzi wa haki za raia nchini. Watazamaji wengi wanaona tukio hilo kama onyo lisilo rasmi kuhusu hatari ya kupoteza kwa mwanasiasa au watu maarufu katika mazingira yasiyoeleweka. Hata hivyo, hakuna majibu yote yaliyotolewa ndani ya mahakama kuhusu Polepole, jambo liloacha ukumbi katika hali ya sintofahamu. Wengi waliokuwa wakifuatilia kesi hiyo wanasema tukio hilo limezidisha hamasa ya umma kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi ya Lissu pamoja na masuala mengine yanayohusu haki na uhuru wa watu nchini Tanzania. Kesi ya Lissu, ambayo imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara tangu ilipoanza, inahusisha mashtaka mazito ya uhaini dhidi ya serikali, na ni jambo lilovutia ufuatiliaji mkubwa kutoka kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa Mahakama Kuu Tanzania, huku umma ukisubiri kuona iwapo kesho Alhamisi mchakato wa usikilizwaji utaendelea kama ilivyopangwa. Na kwa taarifa zaidi kuhusu siasa, matukio ya kitaifa na habari za kina kutoka eneo la Afrika Mashariki, basi endelea kutufuatilia hapa Kenyascope channel na ukupa ukweli bila kupindisha. Asante kwa kutazama, na usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuendelea kupata habari makini kila siku.